Na mtazamaji wa Umoja Online TV, asante sana kwa kuendelea kufuatilia matangazo yetu, habari zetu pamoja na vipindi vyetu mbalimbali ambavyo vinapeperuka kupitia akaunti hii ya Umoja Online TV. Karibu sana katika mazungumzo yetu maalum na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Busokelo Fred Mwakibete. Asante, endelea kutufuatilia mpaka pale ambapo nitasema tamati. Mimi naitwa Esau Godin na karibu sana Mheshimiwa mbunge katika mazungumzo yetu siku ya leo. Asante sana mtangazaji Mr. Godwin. Sawa. Kwanza ili kuweka kumbukumbu zetu sahihi nimekutambulisha jina lako, lakini ilikuwa ni vyema tukakusikia mwenyewe jina lako kwa ufasaha, isije kawa tumekosea hapa baadaye tukatoka kusema ulikosea pale. Asante sana. Kama ulivyosema, kwa majina naitwa Tupere Fred Mwakibete, ni mbunge wa jimbo la Busokelo. Busokelo ipo mkoa wa Mbeya, wilaya Rungwe. Ni wilaya ambayo ina majimbo mawili. Majimbo mawili. Kuna Rungwe na Busokelo. Zamani ikijulikana kama Rungwe Mashariki. Okay. Ama East Rungwe, na sasa inaitwa Busokelo. Lakini pia ni katibu wa bunge mkoa wa Mbeya kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, na pia ni katibu mkuu wa bunge vijana. Hapa Dodoma tuna umoja wetu wa bunge vijana. Mimi ndiye katibu wao. Okay. Tuko wabunge wasiopungua 50. Okay. Ndio. Sawa. Mimi nataka kufahamu, ilikuwa ni ndoto yako toka enzi za utoto wako kuja kuwa kiongozi hata katika nafasi hii ya ubunge, ama ni jambo ambalo limekuja tu kubwani? Swala la uongozi kimsingi ni ndoto yangu, kwa sababu tangu nikiwa shule za msingi mimi nilizaliwa kijijini. Okay. Kwa hiyo nimekuwa katika uongozi kwa kipindi hicho cha miaka ambayo nilikuwa nasoma shule, tangu enzi za tulikuwa tunaita monitor, nafikiri hadi sasa hivi upo. Tangu darasa la pili mpaka darasa la 7 mimi ni monitor, japo nilihama na kwenda shule zingine Dar es Salaam. Nilianzia shule ya msingi Mpata, nikahamia shule ya sekondari ya shule ya msingi inaitwa Gerezani Kidongo Chekundu Dar es Salaam, lakini bado nikamaliza nikiwa kiongozi pia. Nimeingia sekondari bado ni kiongozi. Kwa naamini Mungu alipanga kitu, alipanda mbegu ndani yangu kuwa kiongozi mpaka na watumikia wananchi wote. Yeah, okay. Sawa, tunataka kufahamu sasa ilikuwaje mpaka ukaona unafaa kuwa mbunge na kuwatumikia wananchi wa jimbo lako la Busokelo? Kimsingi ni kwamba ili kuwa kiongozi lazima kuna mahitaji wananchi wanataka watekeleze na wanatamani matamanio walionayo ambayo nami nilitamani kuyatumikia ama kuyafanyia kazi kipindi hicho. Kwa hiyo kawaida chama na serikali lazima ndio na chama, ndio mujibu wa sheria tulizonazo Tanzania. Kwa hiyo kabla sijaanza harakati zozote zile, nilikuwa nafanya kazi kwenye mashirika mbalimbali duniani, lakini shirika langu la mwisho nilikuwa nafanya kazi nalo lilikuwa linaitwa WaterAid. Lipo ni shirika la watu Amerika ambao kazi yao kubwa ni kutoa huduma kwa jamii. Na huduma hizi ni hasa katika kutoa madawa kwa watu. Nilikuwa nikifanya kazi kama mtu wa mifumo ya teknolojia ya kompyuta na kutengeneza database. Kwa hiyo ilifanya kazi hii naifanya na kusambaza madawa huko pamoja na kompyuta na vifaa vingine mbalimbali. Wananchi wale wanione kwamba nipo katika ulimwengu wa kuhudumia. Kwa msingi huo wakaona ni vema huyo mtu aweze kutusaidia zaidi, kwa sababu ameona na waliona kazi nilikuwa naifanya. Tafsiri yake ni kwamba wewe ni mtaalamu wa masuala ya kompyuta. Ndio. Sawa. Ni changamoto gani kubwa ambazo ulizikuta wakati unaanza kuwatumikia wananchi katika nafasi hii ya ubunge kwenye jimbo lako la Busokelo? Moja, kulikuwa kuna changamoto za afya. Na mimi kwangu ninasema afya kwanza. Kipindi kile kulikuwa tuna kituo kimoja tu cha afya, na tulikuwa tuna hospitali ya kanisa teule inaitwa Itete, na kituo cha afya kilikuwa inaitwa Kandete. Okay. Na kimsingi jimbo lile lina kata 13. Kwa unaweza kufanya mahesabu kwamba ndani ya kata 13 tuna kituo kimoja cha afya, lakini pia tulikuwa na hospitali moja ya kanisa. Kwa hiyo huduma za afya zilinifanya sana mimi niseme afya kwanza, ili kuwapelekea huduma zaidi wananchi kwa karibu. Na naishukuru sana serikali ya awamu ya 5 nayo imeunga mkono juhudi hizi. Na hivi ninavyozungumza tumejenga zahanati zaidi ya 8. Zahanati 14, lakini vituo vya afya 8 na hospitali ya wilaya nyingine ya serikali. Kwa hiyo namshukuru Mheshimiwa Rais kwa support yake, lakini pia nashukuru wananchi wote kwa kuwa wameitikia wito huu. Mimi nikaona hii ilikuwa ni jambo kubwa sana kwangu na kushirikiana nao kwamba haya yawezekane. Kwa niliona kuna changamoto hizo katika afya, lakini pia kulikuwa kuna changamoto za miundombinu ya barabara. Okay. Aliyetangulia alifanya kazi nzuri. Kwa hiyo
bado tulikuwa tujiunganisha kwa kiwango cha lami. Okay. Kuna juhudi ambazo alishaanzisha na mimi pale alipoishia nikaendelea, na hivi ninavyozungumza tayari barabara zetu zinaendelea kutengenezwa kwa kiwango cha lami, hasa sasa barabara kubwa ambayo inaunganisha jimbo letu na majimbo mengine. Kuna jimbo la Rungwe, kuna jimbo la Kyela, na hii barabara inaanzia Katumba, Luangwa, Mbambo mpaka Tukuyu, ina kilomita 83. Na hivi karibuni Mheshimiwa Rais ilikuwa mwezi wa 4 mwishoni alikuja na kufanya mikutano kule, aliahidi kutengeneza barabara hii na tayari imeshaanza kutengenezwa. Na hiyo ilikuwa ni ndoto yangu, jimbo letu liunganishwe na majimbo mengine. Lakini changamoto nyingine ambayo niliona ilikuwa kubwa ilikuwa ni swala zima la miundombinu, hasa ya elimu. Okay. Elimu, nafahamu kwamba aliyetangulia alifanya vizuri katika sekta ya elimu kwa sababu alijenga shule za sekondari karibia kila kata. Kwa sisi tumeboresha zaidi zile sekondari kwa maana ya maabara kuzikamilisha, lakini tumeongeza majengo. Lakini hivi sasa elimu ambayo nizungumzia hapa ni elimu ile ambayo tulikuwa hatutenganishi kati ya vijana pamoja na wasichana wanaofaulu vizuri. Vile shule za vipaji maalum zilikuwa hazipo. Lakini sasa zipo. Tuna shule ambayo tumeanzisha mwaka jana inaitwa Busokelo Girls. Inajenga katika kipindi hiki cha miaka 4 na ni miongoni mwa shule zinazofanya vizuri zaidi kwa sasa katika ndani ya jimbo na halmashauri nzima ya Busokelo pamoja na wilaya nzima ya Rungwe. Lakini tupo kumalizia kujenga shule nyingine ya vulana, yani watoto waliofaulu vizuri zaidi, tunaita vipaji maalum, inaitwa Busokelo Boys, nayo itaanza mwakani. Kwa hiyo ni mabadiliko ambayo yamefanyika, na hivi ninavyozungumza pia katika zile shule ambazo zilikuwa zimeshajengwa tuna mpango wa kuzipatia vifaa kama kompyuta kwa ajili ya vijana wajifunze tehama kama ulimwengu ulivyo kwa sasa. Sawa. Kwa hiyo kwa changamoto kubwa ambazo tunaliona kipindi hicho tunaendelea nazo. Tusalie kwanza hapa kwenye changamoto hii ambayo umezungumza ya elimu. Zamani umetuambia hali ilivyokuwa na hivi sasa hali ilivyo. Hii dhana ya elimu bure imewanufaisha kiasi gani wananchi wa jimbo lako la Busokelo? Elimu kimsingi tunaita elimu bure, lakini tunasema ni elimu isiyokuwa na malipo. Kwa sababu yale malipo yanalipa na serikali. Gharama ziko pale pale. Kwa hiyo kwanza imenufaisha pakubwa. Tunasema pakubwa kwa sababu tunaona namna ambavyo udahili wa wanafunzi wanaoanza kidato cha kwanza, wanaoanza shule ya msingi umeongezeka kwa asilimia kubwa. Na kwa msingi huo inatulazimu kila mara kuendelea kuanzisha miundombinu mingine. Kama utakumbuka miaka 2016-17 kulikuwa kuna uhaba mkubwa sana madawati. Jimbo langu lilikuwa ni miongoni mwa majimbo ambayo yalifanya vizuri kupata madawati na wananchi wakajitolea pamoja na kupasua mbao na kutengeneza madawati. Lakini hiyo tatizo bado linajirudia. Ukiona linajirudia maana yake ni kuna ongezeko la udahili wa wanafunzi wanaoanza kidato cha kwanza na darasa la kwanza. Ndio. Sawa. Mmejipangaje sasa na hili ongezeko, kama ambavyo mwenyewe umekiri kabisa kwamba hii dhana ya elimu bure, umehitaja kwa jina lingine la elimu bila malipo, imeongeza usaili wa wanafunzi wa kuingia shule ya msingi, lakini tuna imani pia kutakuwa na idadi kubwa ya wanafunzi ambao wanamaliza darasa la 7. Mmejipangaje sasa kuhakikisha mnakuwa na shule nyingi, ama hizi shule ambazo tayari zipo kuanzia kidato cha kwanza na kuendelea zinakuwa na miundombinu ya kutosha kwenye jimbo lako la Busokelo? Namna tulivyojipanga katika jambo hili la elimu, na ndio maana tunaendelea kuanzisha shule zingine ili kupunguza msongamano na mrundikano wa wanafunzi katika shule zilizokuwepo. Nimeshasema tumeanza ujenzi, imeshaanza kufanya kazi shule ya wasichana, ambapo zamani wengi wao waliokuwa wanachagulia shule za kata walikuwa wanasafiri mbali mrefu. Wakati mwingine hapo njiani wanapata vishawishi vingi na wengine wanapewa ujauzito na wanashindwa kumaliza masomo. Kwa sasa tumejipanga kwa maana kwamba watoto wa kike hasa waliofaulu vizuri baada ya kusafiri mbali mrefu zaidi, wengine walikuwa wanaenda pengine Arusha, wengine mpaka Morogoro, wengine mpaka huko Dodoma, sasa wanafaulu na wanasoma wakiwa ndani ya halmashauri ya Busokelo. Kwa vile hata swala la vulana tumejipanga kuendelea kuboresha miundombinu yao, ndio maana tumeshaanzisha shule ya vulana, na shule zile zilizopo tunaendelea kuongeza madarasa. Hivi karibuni nataka nikwambie kwamba tulipata fedha kupitia serikali kuu milioni 900 kwa ajili ya kuongeza madarasa na kubadilizia maboma. Kwa hiyo hili jambo lilifanya shule karibia zote za sekondari kuongeza wa kupata wanafunzi, lakini
kwa sababu majengo yalikuwa yameshaongezeka. Na vile vile tunashirikiana na wadau mbalimbali. Okay. Kuna diaspora ni watu ambao wamezaliwa Busokelo lakini hawaishi Busokelo, wanaishi nje ya Busokelo, pengine kwa Dar es Salaam na maeneo mengine ndani ya nchi na wengine nje ya nchi. Kwa hiyo wanaendelea kuchangia katika kuboresha elimu. Lakini zaidi pia tuna wadau wengine kama kampuni. Kule kwetu tunalima sana kokoa na mazao mengine kama chai, kahawa, lakini kuna mdau anaitwa Bioland. Ametusaidia sana kuboresha majengo kwa upande wa shule za msingi. Hivi ninavyosema ni madarasa yasiyopungua yako katika mpango wa kuboreshwa. Na zaidi ya madarasa 120 tayari yameshaboreshwa vizuri. Kwa hiyo yote ni kwa namna gani tuboresha, lakini pia tuboreshe kiwango cha ufaulu wa wanafunzi. Sawa. Hivi sasa tunavyozungumza, kuna miradi gani mikubwa ya maendeleo ambayo serikali inatekeleza kwenye jimbo lako la Busokelo? Mradi wa kwanza barabara itakayogharimu zaidi ya bilioni 30. Zilishatengenezwa kilomita 10 na sasa wanaongeza kilomita zingine 17 na madaraja ndani yake makubwa. Tayari mradi ambao kwangu mimi ni wa kielelezo. Na si kwangu mimi tu, hata kwa wananchi wote wa jimbo la Busokelo. Mradi wa pili ni mradi wa hospitali ya wilaya ambao hivi ninavyosema serikali ili tupatia fedha za awali bilioni 1 na milioni 500 na imeongeza zingine milioni 500 na kufanya bilioni 2. Ni mradi ambao unaendelea na pia jenga jengo la halmashauri ambalo litagharimu zaidi ya bilioni 4. Tayari ni jengo ambalo ni la ghorofa na floor ya kwanza imekamilika, wameingia floor ya pili. Kwa hiyo ni miradi pia kielelezo, lakini tuna miradi mingine ya ujenzi wa kama sekondari nilivyosema, sekondari ya wavulana 100, kwa sababu kabla ya miradi kwanza mimi kama mbunge lazima nikifanya mikutano pale kushirikiana na mheshimiwa diwani wa kata husika na viongozi wenzangu wa halmashauri kuwapa uelewa pamoja kwamba mradi utahusu nini, eneo lile la mradi ambapo inatakiwa ujengwe. Lakini pia wanashirikishwa, ndio kama hivyo nilivyosema, nao wanawiwa kuchangia, hata wale waliozaliwa nyumbani lakini hawaishi kule nyumbani, wako nje ya nyumbani. Kuna mradi fulani wanaendelea kuchangia, tunashirikiana kwa njia hiyo. Tunashirikiana vizuri na wanashirikishwa vyema. Sawa, tumalizie mazungumzo yetu mheshimiwa mbunge wa jimbo la Busokelo Fred Mwakibete, ambaye tunafanya naye mazungumzo yetu hapa kwenye studio zetu ndogo ambazo zinapatikana Dodoma Hotel hapa jijini Dodoma. Hivi sasa mipango mikakati ya jimbo lako na wewe kama mbunge ni ipi? Mipango mkakati, kwa maana tuko mwaka wa 4 bado karibia miezi kadhaa kutimiza miaka 5. Moja ni kukamilisha miradi yote ambayo tuko nayo mkononi. Lakini pili ni kwa wananchi, miradi hii ni mali yao. Serikali yao ya awamu ya 5 inaongozwa na Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Tunapomwomba fedha kupatia, lazima wao ya hiyo miradi, kwa sababu ni pia na kodi zao wanazolipa kwa serikali hii. Kwa hiyo kwa muda huu pia natoa rai kwa wananchi wangu na maeneo mengine nchini kwamba kwa sababu ndio tumeanza, kwa ninaamini kuna miradi mingine itaendelea katika awamu ijayo. Kwa hiyo waendelee tu kutuamini na kutupa ridhaa ya kwa karibu kwa salama. Ndoto zako zilikuwa ni kuwa na Busokelo ya namna gani baada ya miaka 5, na kama ambavyo umesema tumesaliwa na miezi kadhaa hivi? Kwanza nataka liwe jimbo la kwanza la mfano kwa majimbo yote ya vijijini. Nataka Busokelo ambayo si tena ni Busokelo ya miaka ile iliyokuwa inaitwa Rungwe Mashariki. Iwe Busokelo mpya. Kwa sababu mara tutakapokuwa tumekamilisha barabara hii, ninaamini fursa na malango mengi yatafunguka ndani ya lile jimbo. Ni jimbo ambalo tunazalisha mazao mengi, ni jimbo ambalo limekaa ama liko sehemu nzuri kiuzalishaji na kwa kiwanda pia. Kwa hiyo Busokelo niitakayo ni ile Busokelo ya ushirikiano kama huu tulionao kwa sasa na wananchi. Ni Busokelo ile ambayo watu wengine waje kujifunza kule. Kuna miradi ambayo tulioifanya hapa ilifadhiliwa na nchi ya Uingereza, tunaita DFID. Halmashauri nyingi zilikuja kujifunza kwa namna gani tumeweza kutumia fedha kidogo miradi mikubwa na kuokoa fedha nyingi na kutumia tena kwenye miradi mingine. Kwa hiyo tunatamani katika hatua zote Busokelo ya mfano, lakini pia tunatamani kwamba Busokelo iendelee kuwa miongoni mwa halmashauri ambazo zinafanya vizuri zaidi katika kukopesha wanawake na vijana.
Sasa hivi tupo kati ya halmashauri 10 bora Tanzania. Tuna halmashauri zaidi ya 180. Lakini sisi tupo katika 10 bora kwa sababu zile fedha za vijana, wanawake na vijana, ile 10% tunaisimamia vizuri na tunapatia fedha hizo na wananchi wananufaika nazo, kwa sababu serikali tulishatunga sheria hapa na tunasema kwamba hakuna riba. Manake vile ulivyokopesha ndivyo utakavyozirudisha. Kwa hiyo hata wale wanaorudisha zinaingia tena kwenye mzunguko mwingine. Manake wananchi wengi wanapata nafasi nzuri zaidi ya kuzitumia zile na kufanya maisha yao yaboreshwe kuliko kama ilivyokuwa kabla. Sawa. Kwa kumalizia, wananchi wako wa jimbo la Busokelo wanakutizama hivi sasa kupitia Umoja Online TV, una jambo gani la kuweza kuambia? Moja, wananchi wangu natamani kusema yote ambayo kwanza kipindi 2015 ninaamini kwangu mimi tunatimiza kwa asilimia zaidi ya yale ambayo yanaendelea kutekelezwa, ninaamini pia yatatimia kabla hatujamaliza nguo yetu hii. Lakini kwa yale ambayo yataendelea ninaamini pia wakati utafika tutamaliza, lakini zaidi pia tuzidi kushirikiana na tumombe Mwenyezi Mungu azidi kutupa afya njema ili Busokelo izidi kuwa na neema kwa wananchi wake wote. Mheshimiwa, tunashukuru kwa ushirikiano umetupatia hapa. Asante sana, karibu sana Umoja Online TV. Shukrani sana pia kwa mwaliko na nasema asante sana pia kwa nanyi kwa kipindi kunipa heshima hii. Hapa ndio Dodoma, makao makuu ya nchi na serikali. Asante sana. Asante mtazamaji wa Umoja Online TV kwa kuchukua nafasi yako na kufuatilia mazungumzo yetu haya na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Busokelo, Mheshimiwa Fred Mwakibete. Hapa na shaka umeweza kufahamu ni mambo gani makubwa ambayo yanafanywa kwenye jimbo lake la Busokelo. Mimi naitwa Saugorin kutoka hapa kwenye studio zetu ndogo zinazopatikana Dodoma Hotel hapa jijini Dodoma. Usisahau kusubscribe Umoja TV. Bye bye. Hii ndiyo Patrick Mission High School iliyoongoza masomo ya sanaa na lugha na kutoa mwanafunzi aliyeongoza kitaifa matokeo ya kidato cha 6. Ni shule pekee mkoa wa Dar es Salaam iliyotoa wasichana 2 kwenye 10 bora masomo ya sanaa na lugha kitaifa. Sasa ni miongoni mwa shule 4 tu kutoka Dar es Salaam zilizoingia 20 bora kitaifa matokeo ya kidato cha 6 mwaka 2019. Kwa kufaulisha wanafunzi wote, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2020 kwa shule zake za Patrick Mission High School iliyoko Mivumoni Madale na Jordan Secondary School iliyoko Kunduchi Mtongani, Dar es Salaam. Tumetoa mtoto wa kwanza kitaifa bora, lakini ambao tumetoa watoto 2 katika masomo ya sanaa kwa upande wa wasichana. Tanzania inisubiri na dunia kwa ujumla. Inawajali na kuwajenga kitaaluma na maadili. Mkoa wa Dar es Salaam shule 4 tu zimeingia 20 bora. Patrick Mission ni shule mojawapo. Tanzania nzima Patrick Mission ipo sasa katika 20 bora. Patrick Mission High School na Jordan Secondary School, wasiliana nao kwa simu namba 0678 477 869.